Ni simanzi, vilio na majonzi vimetawala hapa katika kijiji cha Igunda baada ya kutokea tukio hilo, ambapo mamia ya wakazi wa eneo hili wamejitokeza hapa katika makaburi ya Mji Mwema kwa ajili ya kumpumzisha mpendwa wao, ambapo kituo hiki kimezungumza na baadhi ya wananchi ambao wanaelezea tukio hilo. Kiukweli hili jambo ni la kikatili ambalo hatujalifurahishwa kama vijana. Huyu alikuwa ni kijana mmoja ambaye tumeishi naye vizuri, alikuwa ni kijana mmoja mstaarabu, alikuwa hana makuu. Tukio ni baya mpaka tunaogopa kukaa na wake zetu, kwa sababu linashangaza. Yaani kwa mdogo wetu jinsi alivyotendewa, ametendewa ni kitu kibaya. Kwa upande wao, ndugu wa marehemu pamoja na uongozi wa eneo hili, kando na kulaani kutokea kwa tukio hilo, wakawa na ombi pamoja na wito kwa jamii. Lakini kwa kifo chake, sisi kama familia kwa tunaomba tu salama, tusaidie namna ya kutatua hili tatizo. Ametoroka na mtoto, ana miaka miwili. Ombi letu kubwa ni namna ya kumtafuta ili angalau tupate mtoto mahali alipomweka. Lakini ninaomba wana Mji Mwema na wanaume wengine kwa ujumla na wanawake kwa ujumla, hili jambo lisije likajitokea tena katika kijiji hiki. Wasifanye kitendo kama hiki, ni kitendo cha kiunyama. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP, Augustin Senga, amethibitisha kutokea kwa tukio hili na kituo hiki kimezungumza naye kwa njia ya simu, na hapa anaelezea hali hiyo. Mtuhumiwa amekimbia, lakini juhudi za kumsaka zinafanyika, na akipatikana basi sheria itafuata mkondo wake. Lakini chanzo cha tukio hilo inasemekana ni wivu wa kimapenzi, akimtuhumu kwamba mume wake ana wanawake wengine zaidi ya yeye. Lakini tuwatake wananchi kwa ujumla, hata unapopata matatizo ya kifamilia, ziko taasisi, ziko vyombo vyenye mamlaka, taarifa hizi zitolewe kwenye vyombo tukiwemo jeshi la polisi na mamlaka zingine, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Kutoka hapa kijiji cha Igunda, kata ya Mloo, wilayani Mbozi, mkoani Songwe, mimi ni Diu Kimwasi Mwiko wa ITV.